Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Iraki imekataa ripoti iliyochapishwa kwenye The New York Times leo ambayo ilidai kwamba Irani ilikuwa imekataa pendekezo la kusitisha mapigano la Marekani lililowasilishwa Teherani na Waziri Mkuu wa Iraki Ali Al-Zaidi. Katika taarifa, ofisi ya vyombo vya habari ya Waziri Mkuu ilisema madai yaliyochapishwa kwenye gazeti hilo siku ya Alhamis yalikuwa hayana msingi wowote na hayana uhusiano wowote na ukweli. Taarifa iliyotolewa na ofisi ya vyombo vya habari ya Waziri Mkuu kuhusu ripoti iliyochapishwa na The New York Times mnamo Julai 23, 2026, ofisi ya vyombo vya habari ya Waziri Mkuu inathibitisha kwamba madai katika ripoti hiyo hayana msingi wowote na hayana uhusiano wowote na ukweli. Uandishi wa habari wa Falme za Kiarabu uliandika 2026 ilitoa vito kwa vyombo vya habari kutumia usahihi, kutegemea vyanzo rasmi na kujiepusha kusambaza taarifa au madai ambayo hayajathibitishwa yanayotokana na vyanzo visivyojulikana. Likinukuu maafisa wa Irani na Iraq ambao hawakutaka kutajwa majina yao, New York Times iliripoti kwamba Irani ilikuwa imekataa pendekezo la kusitisha mapigano la Marekani lililopelekwa Teherani na Al-Zaidi. Mchapishaji huyo alisema juhudi za upatanishi zisizofanikiwa zilikuja huku rais wa Marekani Donald Trump akitishia kuzidisha vita na kulenga miundombinu muhimu ya Irani. Al-Zaidi alikuwa Teherani Alhamis baada ya kutembelea ikulu ya White House mapema mwezi huu, ambapo pia alikutana na rais Donald Trump. Maafisa waliotajwa na New York Times hawakufichua maelezo ya pendekezo hilo. Maafisa wa Irani wanaripotiwa kuiambia New York Times kwamba ilikuwa ofa pekee iliyopo mezani, lakini kwamba Teherani haikuwa na nia ya makubaliano ya muda ambao yaliacha swali la udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz bila kutatuliwa. Marekani ilizindua wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya malengo ya kijeshi ya Irani mapema Ijumaa, ikiashiria usiku wa 13 wa mapigano ya vitendo katika eneo hilo, huku Trump akiapa kutumia mali za Irani zilizozuiliwa kulipa uharibifu wowote wa meli zinazofanywa. Hii taarifa imekuja kujibu taarifa niliyokupasha kwenye mazungumzo ya mchana na ambayo imeandikwa na vyombo vya habari vingi tu vya Magharibi. Ukifuatilia hii taarifa na ukisoma utaelewa kuwa ofisi ya Waziri Mkuu wa Iraq Ali Al-Zaidi si kuwa imekanusha kutumwa, imekanusha matokeo ya ripoti, kwa sababu hata taarifa yenyewe haina maelezo. Wanakanusha kuwa taarifa iliyoandikwa na New York Times si kweli. Katika kile ule muktadha wanasema ofisi ya Waziri Mkuu wa Iraki imekataa ripoti ya New York Times inayodai kwamba Irani ilikataa pendekezo la kusitisha mapigano la Marekani lililowasilishwa Teheran na Waziri Mkuu wa Iraki Ali Al-Zaidi. Irani ilikataa pendekezo. Maana yake kuwa hii taarifa inagawika sehemu mbili. Labda wamekubali au huyu alinukuu tofauti. Haikanushi kutumwa au kutokutumwa. Yaani taarifa yenyewe ya majibu haijatoa majibu. Bila shaka hizi ni zile taarifa ambazo huwa zinapelekwa, tunaambiwa hii ni taarifa ya siri. Kwa hiyo hata walioinukuu na kusema hawapaswi kuiachia wazi, yani ijulikane. Bila shaka baada ya kuvuja hii taarifa kwa kiwango kikubwa, halafu haijavuja katika ambapo yani unajua umemtuma sio katika yani haijavujia upande wako. Kama ingekuwa imevuja kuwa Irani wamekubaliana na usitishaji, ingekuwa na sauti, ingepewa nguvu kuwa Irani wamepokea ofa, sasa wamekubali usitishaji wa vita. Lakini taarifa inavuja kinyume, Irani wamekataa. Sasa hapo ndio unapelekewa wewe moto ule kuwa
kwa nini taarifa imevuja. Kwa hiyo ili kuclear vitu kuwa hapana, kila kitu kiko sawa, unaingia sasa kwenda kuikanusha. Unajua nadharia ya uongozi, hiyo ni ofisi ya uongozi, kwa hiyo ina balance hadithi. Ndio maana wanatoa tamko la kusema kuwa taarifa haina ukweli, lakini haikanushi kuwa wao walikwenda kuwasilisha taarifa iliyotoka kwa Marekani, wala haithibitishi kuwa ilipeleka, lakini haikanushi kuwa Irani amekubali au kukataa. Imebaki njiani kuweka bracket. Ikiwa kutakuwa na muendelezo wa taarifa huko mbele, wao watakuja kuclear kuwa nyinyi si mlikataa. Tulikataa kipi? Tulikataa taarifa iliyochapishwa na New York Times kusema Irani walikataa. Sisi taarifa tulionayo Irani walikubali. Ndio taarifa unaweza ukaibalance hivyo. Nyinyi mlikataa. Ni kweli tulikataa kwa sababu sisi hatujapeleka hiyo taarifa, haipo. Kwa hiyo kwenye kujibu una balance. Yani hutaki kutoa maelezo ya kutosha. Bila shaka hata wenyewe mamlaka ya ndani ya Iraki, hili swala mfano wakiulizwa hapo nini kilichotokea au nani anayezungumza kuhusu nini, hawawezi kulijibu. Hawawezi wakalitolea maelezo hili swala kwa sababu halina maelezo. Hata aliyelijibu huenda akiulizwa umejibu nini, bado anaweza kushindwa kuelewa nini ulichokikanusha au ulichokubali. Yani unataka kutukubalia kuwa hii taarifa ni ya ukweli au ni ya uongo. Hakuna sehemu amesema ni ya ukweli ya uongo. Unakataa kuwa Irani wamekataa hawajakubali au Irani wamekubali hawajakataa. Nini? Bado inaweka kwenye bracket kuwa nini ambacho wamesema. Maana yake inabaki kuwa ni taarifa iliyowekwa kimtego. Haijulikani ni taarifa ipi. Sasa taarifa iliyochapishwa na IRGC inasema hivi: IRGC imekimaliza kituo cha data cha Amazon. Imesema vifo vya Marekani ni mamia. IRGC imesema wimbi la 27 la Operation Al-Nasri lililenga kituo cha data cha Amazon pamoja na ghala kubwa la risasi katika wimbi lililopelekwa kwenye kambi ya Ali Al-Salim ya Marekani. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha IRGC chenyewe kilitangaza Ijumaa kwamba vikosi vyake vimeharibu jengo lililobaki la kituo cha data cha kampuni ya Amazon na ghala kubwa la risasi katika kambi ya Marekani kama sehemu ya operesheni zinazoendelea dhidi ya mali za kijeshi za Marekani katika eneo hilo. Katika taarifa iliyochapishwa na IRGC ilisema hivi: wapiganaji wake katika wimbi la 27 la Operation Nasri 2 walikuwa wamelenga muundo uliobaki wa kituo cha data cha Amazon ambacho kina jukumu kubwa katika kukamilisha ujasusi kwa jeshi la Marekani. Kama mnakumbuka kuwa katika vitu vilivyokuwa vimeorodheshwa awali kuwa vingekuwa target sana ni hizi vituo vya data vya Amazon pamoja na vituo vya Microsoft ambavyo kiasi kikubwa Marekani hutumia. Makampuni haya makubwa ya teknolojia ambayo ni ya Kimarekani, wao huyatumia kwa ajili ya ujasusi, kuwapa taarifa, kuwapa mipango. Sasa unapolenga haya pia unakuwa umeathiri kiasi kikubwa. Ndio maana unaona kuwa kituo kikubwa kilichopo Mashariki ya Kati mfano cha data cha Amazon kiko Bahrain. Sasa hiki kituo ndio Irani wanasema kuwa wamekimalizia. Awali walishadai kukishambulia, kikawa kimeshambuliwa kwa eneo kubwa, kwa hiyo kikawa kimebaki baadhi ya eneo. Sasa hii taarifa inaonyesha kama kuwa wamekimaliza kabisa, yani hakifanyi kazi tena, yani kuwa ndio wamekimaliza. Wapiganaji wa IRGC katika wimbi la 27 la Operation Nasri 2 katika kukamilisha operesheni yao ya awali dhidi ya kituo cha ujasusi cha kampuni ya Marekani cha Amazon ambayo inalo jukumu kubwa katika kukamilisha ujasusi wa jeshi la mauaji ya watoto wa Marekani, walilenga na kuharibu jengo lililobaki la kituo hiki, IRGC ilisema katika taarifa iliyochapishwa. Hata hivyo, IRGC iliongeza kuwa shughuli za adhabu za wapiganaji wake zilikuwa zinaendelea. Droni nzito zimeshambulia kituo cha Ali Al-Salim. Katika taarifa tofauti, IRGC iliripoti kwamba vikosi vyake vimelenga kituo cha Marekani katika eneo hilo. Taarifa hiyo ilisema kwamba saa moja mapema, pia kama sehemu ya wimbi la 27 la Operation Nasri 2, wapiganaji wa IRGC walizindua mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na ndege nzito za kisasa za uharibifu ili kulenga kituo kikubwa sana cha risasi katika kituo cha Marekani cha Ali Al-Salim.
Kituo kikubwa sana cha risasi katika kituo cha Marekani cha Ali al-Salim kililengwa na kuharibiwa kabisa na milipuko mfululizo, IRGC ilisema. Taarifa hiyo iliongeza kuwa wafanyakazi wa kambi katika kambi hiyo pia walishambuliwa, huku majengo 6 makubwa yakiharibiwa na mengine 3 yakipata uharibifu mkubwa, huku wanajeshi kadhaa wakiuawa na kujeruhiwa katika mashambulizi hayo, Marekani ikificha majeruhi halisi. Taarifa hii inaendelea kusema hivi: kuhusu takwimu za majeruhi wa Marekani, IRGC ilisema kwamba jeshi la Marekani limepata mamia ya vifo na idadi kubwa zaidi ya majeruhi wakati wa vita vya miezi 5. Taarifa hiyo ilisema kuwa uhamishaji wa kila siku wa idadi kubwa ya majeruhi kupitia ndege pamoja na ambulance hadi hospitali ya Marekani nchini Ujerumani ni ushahidi dhahiri wa majeruhi wengi walio kwenye vita. Jeshi la Marekani ambalo limepata mamia ya vifo na wengine wengi kujeruhiwa katika miezi 5 iliyopita ya vita, linawadanganya watu wake kwa kudai kuwa lilikuwa limepata vifo chini ya 20 tu. IRGC ilitaja uhamishaji wa kila siku wa idadi kubwa ya majeruhi na ndege ya uhamishaji ya kimatibabu hadi hospitali ya Marekani nchini Ujerumani kama ushahidi dhahiri wa ukubwa wa majeruhi wanaoyapata. IRGC inasema kuwa ni jukumu la vyombo vya habari vya Marekani kuchunguza ukweli wa vita hivi. Majeruhi wengi walipatikana, wanajeshi wengi wa Marekani wameuawa, uharibifu mkubwa umesababishwa na gharama halisi za kifedha ambazo zimefichwa kutoka kwa umma, taarifa ya IRGC ilisema. Iliongeza kuwa vyombo vya habari vina jukumu la kufichua takwimu halisi na mbinu za udhibiti zinazotumiwa na watawala wadanganyifu. Marekani yenyewe imeshambulia katika miji 16 nchini Irani katika siku 13 mfululizo za mashambulizi. Marekani ilizindua wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Irani, ikiashiria usiku wa 13 mfululizo wa mashambulizi ya Marekani, kulingana na kamandi kuu ya Marekani, CENTCOM. Kampuni hiyo ambayo Washington ilisema inalenga kulenga uwezo wa kijeshi wa Irani na vitisho vya meli za kibiashara. Mashambulizi yalianza asubuhi. Vyombo vya habari vya Irani viliripoti milipuko katika maeneo mengi kote nchini. Maafisa wa eneo hilo walithibitisha mashambulizi kutoka Bandar Abbas, Jaski Port, Konarak Port, Ahvaz, Omidia, Adimeshik, Khoramabad, Anarak, pamoja na Tafit, Shirku, Firuzabad, karibu na Khonabad katika mkoa wa Markaz na kwenye kisiwa cha Keshmi. Mwandishi wa jarida la Al-Mayadin aliripoti kwamba Marekani ilishambulia miji 16 kwa jumla ndani ya siku 13 ndani ya Irani. Katika mkoa wa Hormozgan, naibu gavana wa masuala ya kisiasa na usalama alisema raia kadhaa walijeruhiwa wakati wa shambulio la bandari ya Bandar al-Abbas. Shirika la habari la IRNA liliripoti kukatika kwa umeme na kuathiri sehemu za bandari kufuatia mashambulizi hayo, huku maafisa wa dharura wa mkoa wakisema baadaye umeme utarejeshwa ndani ya saa 1. Televisheni ya serikali ya Irani iliripoti kwamba ulinzi wa anga uliwashwa huko Teherani, huku milipuko kadhaa ikisikika kwingineko. Baraza la mkoa la Khuzestan lenyewe liliripoti kwamba watu 4 walikuwa wameuawa na wengine 5 walijeruhiwa katika mashambulizi yaliyolenga karibu na mji wa Ahvaz. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Irani, IRGC, chenyewe kilitangaza kwamba vikosi vyake vilikuwa vimezuia na kuharibu kombora la meli la Marekani la Tomahawk juu ya eneo la Kahnuj katika mkoa wa Kerman, kulingana na shirika la habari la Irani la Fars. Kamanda wa IRGC huko Kahnuj alisema kombora hilo liligunduliwa na kuharibiwa likiwa katika anga ya jiji hilo. Irani wanadai kuharibu kituo cha Marekani cha Amazon kilichopo Bahrain, lakini na taarifa nyingi ambazo nimekusomea na mashambulizi ambayo ya Marekani yamefanyika ndani ya Irani, lakini awali nimekupa ya kukanusha hili tukio ambalo lilikuwa limetokea. Nilikuwa nimeisoma taarifa moja ya JD Vance, lakini sitaki kukuletea hiyo. Sasa kuna taarifa moja ambayo nilikuwa nadhani imeripotiwa na vyombo vya habari vingi. Hii taarifa, mnajua mimi huwa sipendi kuzungumza hili swala, na mara nyingi ambao niliwahi kuambia kuwa sipendi kuzungumza sana masuala ya Gaza kwa sababu najijua sometime huwa natoka kwenye mstari. Ndio maana kuna wakati huwa na skip
na wengi mbona utuletei masuala ya Gaza na huwa nayaleta kwa wakati fulani afu natoka, kwa sababu nikiwa nazungumza swala la Gaza huwa nadhani kuna hisia tofauti zinaweza zikaja zikajitokeza zikanijia zikafanya nini. Kwa hiyo kuna wakati huwa na tempa inanitoa kwenye mstari, kwa sababu ukweli kinachofanyika Gaza na ulimwengu unachotazama, hata ule ulimwengu unaojaribu kuaminisha kuwa huu ni ulimwengu wa ustaarabu na ulimwengu wa haki na sheria, naweza nikatoa maneno makali zaidi yakavuka mstari na sauti yangu inafika mbali. Watu watanukuu vitu vichache sana ambavyo nitakuwa nimevizungumza, au watachukua kile kimoja ambacho nitakuwa nimetoka kwenye mstari ndazungumza, nadhani watakisambaza zaidi. Hiyo ni kawaida ya binadamu kutoka, ndio maana huwa na kuepa kidogo masuala ya Gaza hata pale yanapotokea uhalifu. Mfano, wiki iliyopita nadhani wengi mlinishirikisha lile tukio la drone iliua watu takriban 4, familia moja, watu 6, familia moja wakauawa. Kwa hiyo wale watu wakawa wakiandaa maziko kwenda kuwazika ile familia. Wakati wako njiani wanakwenda kuzika, Israeli ikafanya shambulizi jingine la drone kuwalenga watu waliokuwa wanakwenda kuzika. Yani waliokuwa wanakwenda kuzika pia wakalengwa na drone na wenyewe wakauawa baadhi. Hili tukio unaweza ukalielezaje? Yani unalizungumza vipi? Yani kwa nadharia gani? Watu waliokaririshwa kuhusu Gaza huwa wanakuambia tukua kuanzia Oktoba 7, Hamas ndio wale Oktoba 7, yani wamekariri ile Oktoba 7. Niliwahi kuwauliza kitu kimoja, kuwa leo hii ukitazama namba ya vifo vinavyotokea West Bank, ukingo wa magharibi, labda kuna wengine wanashindwa kutofautisha. Hamas hawapo ukingo wa magharibi. Palestina iligawiwa sehemu mbili baada ya Israeli kuanza kukalia maeneo ambayo sio yake, kutoka kwenye mgawanyo halisi. Mgawanyo halisi wa 55 to 44 ilikuwa hamna kuingiliana. Israeli alikuwa upande wake na huyo alikuwa upande wake. Hamna sehemu alikuwa naingiliana. Kwa hiyo ungetembea hata katika Palestina iliyokatwa mwanzo mwisho bila kugusa ardhi ya Israeli. Lakini leo hii huwezi kutoka Gaza utatembea kwenye eneo ambalo linakaliwa kimabavu. Utapita bonde lote lile la Negev, utapita Beersheba yote ndio ujipachike kuja ukingo wa magharibi, West Bank. Hali ya kuwa West Bank ilikuwa imeungana moja kwa moja kuja Beersheba mpaka kuja upande wa Gaza katika mgawanyo halisi. Lakini leo hii hapa panaitwa ni Israeli katika uhalifu unaojulikana ulimwenguni. Sasa walowezi, na huwa tukizungumza hili neno walowezi kuna watu hawalielewi. Walowezi ni watu ambao wanajitambulisha kama wa Israeli lakini wanaishi kwenye maeneo ambayo si ya kwao. Ukisikia walowezi ni wale wanaoishi kwenye lile eneo ambalo kwa mujibu wa mkataba wa Umoja wa Mataifa uliogawanya maeneo mawili, yani uliogawa ardhi mbili, ile ardhi ya 44% ambayo inatambulika kuwa ni ardhi ya Wapalestina. Sasa kwenye hiyo ardhi wale wanaoishi pale ndio wanaitwa walowezi. Hawa wametoka kwenye eneo lao walilogawiwa, wamekuja eneo la pili kuishi kwa mabavu, wakifadhiliwa na serikali zao kwa kuwapa silaha, ulinzi. Yani sasa uhalifu mkubwa wanaofanya upande wa West Bank, ambako huku West Bank hakuna Hamas kabisa. Hamas hawapo kabisa West Bank. Hamas wapo Gaza. Gaza ni eneo jingine kabisa, linapakana na Misri kule. Liko sehemu mbali, ni sehemu mbili tofauti kabisa, Gaza pamoja na West Bank. Sasa uhalifu unaofanyika West Bank, yani kila ukijaribu kutafutia uhalali wake unakosa uhalali wake. Mfano hili tukio lililotokea, tukio leo limetokea, Wapalestina 3 wakauawa na mlowezi mmoja akauawa. Imesababisha kuwa Israeli imetuma vikosi vingi sana kwenda kupambana na vijana wa Kipalestina katika tukio ambalo walowezi walivamia kwenye nyumba mbili, wakawa wanavunja zile nyumba, ikatokea vurugu, wakiwa na silaha wakafyatua risasi. Matokeo yake wakashambuliana risasi, walowezi wa Palestina 3 wakauawa na mlowezi mmoja. Israeli imetuma kikosi kamili kwenda kuhakikisha kule ua unavyoweza kuua, na amri imetolewa na waziri wa fedha wa Israeli kuwa ile miji ya Wapalestina ile ambayo ilikuwa ndio imevamiwa na walowezi, wale wanatakiwa wale watu waondoke na Israeli achore mstari wa usalama kwenda kwake, kama kawaida ya ajenda zao, yani vile za kuhakikisha kuwa tunakupushi ili tuzidi kuchota ardhi na ardhi na ardhi.
Haya yote yanafanyika yakiwa chini ya ufadhili. Niliwaambia hadithi ya Rohana juzi, yule mbunge wa Marekani wiki iliyopita ile, alivyokuwa huku West Bank, alizuiliwa na walowezi ambao walikuwa na bunduki ya Kimarekani M4, bunduki ya Kimarekani. Kwa hiyo Marekani si tu kupeleka usaidizi wa moja kwa moja kwa Israeli, amepeleka silaha, amepeleka kila kitu kulinda watu wanaofanya uhalifu mkubwa. Joe Biden, kuna baadhi ya walowezi ambao alikuwa amewawekea vikwazo wakati wa utawala wake. Baadhi ya walowezi, makundi ya walowezi yakawa yamewekewa vikwazo. Alivyokuja Donald Trump akaondoa vikwazo kwa yale magrupu yote ya walowezi. Yani waziri wa fedha wa Israeli Bezalel na waziri wa usalama wa taifa wa Israeli yule Itamar, wote wanamiliki magenge ya uhalifu ya walowezi ambayo kazi yao kuchoma mali za Wapalestina, kuchoma magari yao, kuvunja majumba, kuiba, kufanya nini. Na hawa ni mawaziri ambao wanakinga zote kwa ulimwengu wa pili. Yani ulimwengu wa pili wa magharibi hili hawalioni, lakini Donald Trump aliona manyanyaso ya Wakristo wa Nigeria kwa mbali na akahakikisha anaenda kuwakomboa. Lakini macho ya Donald Trump hayaoni, wala Marekani hawaoni madhila wanayoyapata hawa hapa. Lakini macho ya Marekani na Donald Trump yaliona madhara wanayoyapata wazungu waliopo South Africa, mpaka kwenda kuchukua hatua kwa South Africa. Lakini hawawezi kuona hiki chochote kiko hapa. Niliwahi kuwauliza mara kadhaa duniani, nchi nyingi zimekuwa na vurugu, lakini nchi nyingi zimekuwa zikijaribu kutenganisha kati ya jamii moja na jamii nyingine. Tunaweka vikosi vya kimataifa kwenda kulinda amani. Hapa jirani kwetu Sudani tulipeleka vikosi, hapo Somalia, hapa Burundi, hapa Kongo, kule Lebanon, Syria, Myanmar na dunia nyingine kote, Kosovo na kote ulimwengu. Ndio kawaida kuwa pale kunapokuwa na vurugu tunapeleka vikosi kwa ajili ya kulinda amani ya watu wengine. Ajabu iliyopo kuwa Wapalestina miaka 77 inakwenda 80 wako kwenye manyanyaso makubwa ya vikosi vya Israeli vilivyokabidhiwa silaha za kutosha kutoka magharibi, huku wao wakiwa na vikwazo vyote vya umiliki wa aina yoyote ya silaha katika manyanyaso ya aina yoyote. Bado dunia inawalazimisha kuwa mtakuwa chini ya udhibiti wa Israeli. Yani paka ataendelea kumlinda panya hali ya kuwa anamuona panya ndio kitoweo chake. Na ulimwengu umekaa kimya. Haujawahi kusikia, haujawahi kuona wala kufahamu kuwa yani taarifa kuwa Wapalestina watapelekewa vikosi vya kimataifa vikawalinde na Israeli aondolewe jukumu hilo. Lakini Israeli ambaye ndio anatajwa kwa dhulumu, kuwanyanyasa na kila kitu, anaongezewa kila kitu cha kukaa na wale watu. Hii ndio dunia ambayo uliaminishwa kuwa ni dunia inayotenda haki. Ndio maana mimi hili swala huwa najaribu kuliskip kidogo, nisilizungumze sana, kwa sababu najijua nikianza kuflow kwenye hili swala tempa inapokwenda. Jamani, Rahby Digital, haki na ukweli.